Warigani mpenzi mtazamaji wetu wa Akiza TV. Hapa ni Akiza TV na hii ni Good Morning Sports ndani ya Akiza TV. Tunaenda kuangazia habari mbalimbali za kimichezo. Kubwa kuliko ni ufunguzi wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu 2026-27 ambapo msimu huu umeweza kwa nguvu sana, ambapo mechi zimeweza kuchezwa tarehe 14, tarehe 15 na tarehe 16. Ninayo matokeo ya mechi zote kuanzia tarehe 14, mechi ya tarehe 15 na mechi ya tarehe 16, mechi za ufunguzi za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu 2026-27 ambapo kwa mechi ya kwanza ilikuwa ni kati ya Pamba Jiji dhidi ya Dodoma Jiji. Pamba Jiji waliweza kutoa sare dhidi ya Dodoma Jiji kwa sare ya bao moja kwa moja. Pamba Jiji bao moja na Dodoma Jiji bao moja. Mechi ya pili ilikuwa ni kati ya Mbeya City dhidi ya Geita Gold ambapo Mbeya City waliweza kufungwa bao moja na Geita Gold, na mechi ya tatu ilikuwa ni kati ya Singida Black Stars dhidi ya Fountain Gate ambapo Singida Black Stars waliweza kuibuka ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Fountain Gate, na mechi ya nne ilikuwa ni kati ya Police Tanzania dhidi ya Azam FC ambapo mechi iliweza kumalizika kwa sare ya kufungana bao moja kwa moja, na mechi ya tano ilikuwa ni kati ya Coastal Union kutoka kule jijini Tanga ambapo Coastal Union na Mashujaa FC mechi iliweza kumalizika. Mashujaa FC waliweza kuitandika Coastal Union bao moja kwa bila, na mechi ya sita ilikuwa ni kati ya Namungo FC dhidi ya Young Africans ambapo Namungo FC waliweza kutandikwa mabao 3-1 dhidi ya Young Africans, na mechi ya saba ilikuwa ni kati ya Kagera Sugar Wanankuru kutoka kule mjini Bukoba ambapo walifungwa mabao 2 kwa bila dhidi ya Simba Sport Club, na mechi ya mwisho ilikuwa ni kati ya JKT Tanzania dhidi ya TRA United ambapo TRA United na JKT Tanzania mechi iliweza kumalizika kwa sare ya kufungana bao moja kwa moja. Ndio matokeo ya mechi zote 8 za ligi kuu Tanzania bara, mechi za ufunguzi ambapo timu zote zimeweza kucheza mechi moja. Ligi kuu Tanzania bara imeweza kuanza hivyo kwa msimu 2026-27. Hapa ninao msimamo mzima wa ligi kuu Tanzania bara kwa mechi kwa sasa hivi ambapo timu zote zimeweza kucheza mechi moja ambapo wa kwanza ni Singida Black Stars ipo kileleni wa kwanza akiwa na jumla ya pointi 3, anayefuatia ni Young Africans akiwa na jumla ya pointi 3, anayefuatia wa 3 ni Simba Sport Club ana pointi 3, na wa 4 ni Geita Gold ana jumla ya pointi 3. Nafasi ya 5 inashikiliwa na Mashujaa FC wana pointi 3, na Azam FC nafasi ya 6 wana pointi 1 tu. Nafasi ya 7 ni Police Tanzania wana pointi 1, nafasi ya 8 ni Pamba Jiji wana pointi 1, nafasi ya 9 ni Dodoma Jiji wana pointi 1, na nafasi ya 10 ni JKT Tanzania wana pointi 1, nafasi ya 11 ni TRA United wana pointi 1, Mbeya City hawana pointi hata moja, nafasi ya 12. Nafasi ya 13 ni Coastal Union hawana pointi hata moja. Kagera Sugar nafasi ya 14 hawana pointi hata moja. Nafasi ya 15 Namungo FC hawana pointi hata moja. Nafasi ya 16 ni na Fountain Gate hawana pointi hata moja. Hizi timu ambazo hazina pointi hata moja ni zile timu ambazo zimeweza kufungwa, na zile ambazo zimeweza kutoa sare ni timu kuanzia 6 ambazo zinashikilia msimamo ni kuanzia timu ya 6 hadi ya 11 ni hizi timu ambazo zilitoa sare, lakini timu ambazo kidogo zimefanikiwa kufunga Singida, Yanga, Simba, Geita na Mashujaa ndizo zipo nafasi ya kwanza kabisa, nafasi ya kwanza mpaka ya 5. Singida ndo anaongoza, Yanga anafuatia, Simba anafuatia nafasi ya 3, nafasi ya 4 Geita Gold, nafasi ya 5 Mashujaa FC. Ndio msimamo mzima wa ligi kuu Tanzania bara. Ligi imeshaanza, tunaenda kushuhudia kandanda safi na mechi zinaendelea. Ndio tufuatilia ili uweze kupata taarifa mbalimbali za kimichezo na nyinginezo ambazo zinakuwa zinakujia katika channel za Akiza TV. Subscribe, like, share na comment.